Hii picha ambayo unaiona nyuma yangu kweli inaelezea muktadha wa taarifa yake David Mothoka. Leo yuko hapa Oburu Odinga, kesho yuko pale. Haya, nikupe hii ambayo ikiwa wewe umeajiriwa, hii ni yako. Kuanzia mwisho wa mwezi huu wa Februari, Wakenya wengi wataathirika na ongezeko la makato ya NSSF katika mishahara yao. Hii ni baada ya kuanza rasmi kwa awamu ya 4 ya utekelezaji wa sheria ya NSSF mwaka 2013, ambapo kiwango cha mchango kimesalia kuwa 6%, lakini kikomo cha mshahara kinachotumika kupima makato hayo kimeongezwa kwa kiasi kikubwa. Waajiri wanatakiwa kutoa kiwango sawa cha makato ambayo yanaelekezwa kwenye akiba ya uzeeni. Susan Waweru atueleze sasa. Awamu ya 4 ya sheria ya NSSF ya mwaka 2013 ilianza rasmi Februari tarehe 1 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuongeza hatua kwa hatua kiwango cha mshahara kinachotumika kukokotoa michango ya pensheni. Ni muhimu kubainisha kuwa kiwango cha mchango hakijabadilika. Bado ni 6% ya mshahara wa mfanyakazi, huku mwajiri naye akichangia 6% sawa. Hata hivyo, tofauti kubwa iko kwenye kikomo cha mshahara. Mnamo mwaka 2025, kikomo cha juu cha mshahara kilichotumika kukokotoa mchango kilikuwa cha chini zaidi, hali iliyoweka kiwango cha juu cha mchango katika kiwango fulani kisichozidi hapo. Daraja la juu la wafanyakazi mwaka 2025 lililowajumuisha waliokuwa wakipata mshahara wa hadi shilingi 8,000 walikuwa wakikatwa 480 sawa na mwajiri wake. Kwa walio katika daraja la pili mwaka jana, waliokuwa wale wanaopokea mshahara wakati ya shilingi 8,001 hadi shilingi 72,000 walikuwa wakikatwa kiwango kisichozidi 3,840 sawa na mwajiri wake. Lakini kufikia mwaka 2026, mwaka huu, kikomo hicho kimeongezwa kwa kiasi kikubwa, kumaanisha kuwa 6% sasa inapigwa hesabu juu ya sehemu kubwa zaidi ya mshahara. Kwa walio katika daraja la kwanza, sasa wakiwa ni wale wanaopokea mshahara wa hadi shilingi 9,000, makato yao yatakuwa ni 540, na kwa walio katika daraja la pili wanaopokea mshahara wakati ya shilingi 9,001 na 1,108, makato yao yatakuwa yasiyozidi 5,940. Kila daraja kiwango cha makato kikiwa ni sawa na cha waajiri. Lengo la mpango huu wa awamu ya 4 lilikuwa kuongeza akiba ya uzeeni kwa Wakenya na kuhakikisha wanakuwa na pensheni ya maana wanapostaafu. Huku hayo yakijiri, afisa mwandamizi wa kampuni ya huduma za fedha ya Enwealth, Albanas Mothoka, amesema kuwa watu wanatakiwa wachukuliwe hatua hii kuwa ya kuwafaa wakati wa usoni. Is an investment in a dignified retirement life, because ideally in all this is for the employee to be very deliberate, to be able to start thinking about the future, to start thinking of planning for their well-being in retirement. Hata hivyo, wakati baadhi wanaona hatua hiyo kama uwekezaji wa muda mrefu, wengine wanaeleza wasiwasi kuhusu kupungua kwa kipato halisi wanachopokea kila mwezi, hasa katika kipindi cha gharama ya juu ya maisha. Susan Waweru, NTV.